Majaribu, matatizo. Majaribu ni matatizo, ni matatizo, ni mitihani. Ukisikia majaribu ni matatizo, ni mitihani. Majaribu ni mtaji. Mungu anasema majaribu ni mtaji. Ukipata majaribu maana yake ni matatizo, ni mtihani. Huo ndio mtihani. Majaribu haya yalitabiriwa toka zama za kale. Kwa hiyo majaribu, mtu anapopata majaribu ujue umepata bahati. Majaribu ni matatizo, ni mtihani. Na ndio maana Mungu akasema katika Yakobo ile 4:7 mpaka 8. Ukisikia majaribu ni mitihani. Majaribu ni mtaji wa kupima imani. Majaribu ni matatizo, ni mtihani. Katika Yakobo ile 4:7 mpaka 8 anasema, basi mtini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itikaseni mikono yenu enyi wenye dhambi na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Watu wenye nia mbili wanampenda Mungu, wanampenda na shetani. Enyi watu wenye nia mbili, anasema mtini Mungu naye shetani atawakimbia. Katika kitabu cha Yakobo ile 4:7 mpaka 8. Yakobo 4:7 mpaka 8 anasema mtini Mungu. Yakobo 4:7 mpaka anasema, basi mtini Mungu, mpingeni shetani. Mtini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Yaani ukimtii Mungu, ukifuata taratibu za Mungu, ukafuata katika mfumo wa Mungu, shetani mwenyewe atakukimbia. Anasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mioyo yenu enyi wenye dhambi na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Watu wenye nia mbili, watu ni tamaa. Mungu Yesu akasema ni kwa sababu ya tamaa zenu. Tamaa zenu, shida zenu, mnataka mambo yenu haraka. Mungu ameweka mfumo. Hakuna mwanadamu ambaye hakumpatia riziki. Kuna riziki ambayo Mungu amekupatia wewe. Ukimtii Mungu utafanikiwa, uwe mvumilivu. Petro wa pili ile 2:2. Angalia Petro wa pili ile 2:9. Kwa hiyo majaribu ni matatizo ambayo ndio mtihani ambao anasema Mungu anasema majaribu ni mtihani. Katika ile Yakobo ile 2:9 anasema, basi Bwana ajua kuwaokoa watauwa na majaribu basi Bwana ajua kuwaokoa watauwa na majaribu na hata siku ya hukumu. Basi Mungu ajua kuwaokoa na majaribu hata siku ya hukumu, ya siku ya mwisho. Mungu anajua kuwaokoa. Basi Mungu ajua kuwaokoa watauwa, yaani watu wa Mungu. Anajua kuwaokoa watu wa Mungu watauwa. Petro wa pili ile 2:9. Angalia Petro wa pili 2:9 asema, basi Bwana ajua kuwaokoa watauwa na majaribu na kuwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu. Watu watakatifu, watu wanamtii Mungu, Mungu anajua kuwaokoa na matatizo hata siku ya hukumu. Angalia Yakobo ile 1:12 mpaka 15. Yakobo ile 1:12 mpaka 15. Yakobo 1:12. Yakobo 1:12 mpaka 15. Yakobo. Kwa hiyo majaribu ni mitihani ambayo Mungu aliwapatia wanadamu ili waweze kuonekana kwamba wanamtii Mungu. Anasema heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu heri mtu anayevumilia majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaahidi wampendao. Mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu, lakini
kila mmoja ajaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, kwa sababu ya tamaa zako mwenyewe, tamaa zenu. Angalia kitabu hicho cha Yakobo ile moja, Yakobo 1:12 mpaka 13. Anasema heri mtu astamilie majaribu, heri mtu ambaye anavumilia majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyewashindia wampendao. Mtu ajaribiwapo asiseme anajaribiwa na nani. Mtu anapojaribiwa asiseme kwamba anajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu, lakini kila mmoja ajaribiwa na tamaa yake mwenyewe. Yaani kila mmoja anajaribiwa kwa sababu anapata majaribu kwa sababu ya tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Shetani anapotaka kumjaribu mwanadamu mpaka aombe kibali kwa Mwenyezi Mungu. Kumbuka hata kule kwa baba yetu Ayubu, Shetani akahangaika huku na huku. Wanadamu tunaishi akiwa duniani, sisi tunalindwa na malaika, miale ya moto, ni moto wakao. Tukifuata mfumo ambao Mungu aliopanga, hatuwezi kujaribiwa kwa sababu ya tamaa zetu wenyewe. Angalia Mathayo ile 10:22 mpaka 23. Mathayo kitabu kile cha Mathayo 10:22 mpaka 23. Ndugu zangu, majaribu, matatizo ni mtaji. Matatizo tunavutwa kwa sababu ya tamaa zetu sisi wenyewe. Sisi wenyewe ndio tunafanya tupate mfumo wa kupata hayo majaribu. Mungu anasema katika kitabu kile cha Mathayo 10:22 mpaka 23, anasema ninyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Lakini atakayevumilia ndiye lakini watakapowafukuza katika mji huu, kimbieni mwingine, kwa maana ni kweli nawaambia, hamtaimaliza miji ya Israeli, miji yote ya dunia, hata ajapo Mwana wa Adamu. Anasema ninyi mtakuwa mkichukiwa, mtakuwa mnakasirikiwa kwa ajili na watu wote. Nani anasema katika ile Mathayo hiyo 20, na angalia Mathayo ile 10:22 mpaka 23. Ninyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, yani jina langu Yesu, na kumpenda Mungu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Subira watakatifu wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu, katika kitabu kile cha Ufunuo Yohana 14:12. Subira, mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Lakini watakapowafukuza katika mji huu, kimbilieni mwingine, kwa maana ni kweli hamwezi kuimaliza miji yote hata atakapokuja Bwana Yesu. Yaani dunia hii haitaisha hata atakapokuja huyu Mungu tunayemtazamia kuja kuifuta dunia hii. Kwa hiyo atakapokufukuza hapa, kimbilia hapa. Mathayo ile 10:28. Angalia ile Mathayo 10:28. Mathayo 10:28 anasema msiwaogope wauao mwili, msiweze kuiua na roho. Afadhali muogope yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Yaani msimwogope mtu ambaye anaua mwili, mwili huu. Mungu akasema huu mwili ni heri uingie mbinguni ukiwa yani kabla hujafa hujaumbika, yani hata kama ukiwa na matatizo mwili ukaharibika, kuliko kwenda jehanamu na roho ikateketea. Anasema katika ile Mathayo ile 10:28 kwamba msiogope wao mwili, wasiweze kuiua na roho.
afadhali muogope yule awezaye kuangamiza mwili na roho. Afadhali muogope yule shetani ambaye anaweza kuangamiza mwili na roho. Shetani anaangamiza roho na mwili wako, muogope. Kuliko Ayubu akajaribiwa katika ule mwili ukaharibika kabisa, mwili wake wote ukaharibika, akaharibiwa mwili, lakini akasema hapana, mtetezi wangu yu hai na siku moja atasimama, ataniokoa na nitafaulu kupata uzima wa milele. Angalia pia kitabu cha Ufunuo Yohana 3:10. Kwa hiyo ukipata majaribu ujue kwamba hiyo ni misukosuko, hiyo ni mitihani ambayo unapewa katika kupimwa imani kwamba je, umekomaa. Na ndio maana Mungu akatuelekeza majaribu yapo. Majaribu ni mtaji, matatizo ni mitihani. Katika angalia Ufunuo Yohana 3:10, kitabu cha Ufunuo Yohana 3:10. Kwa majaribu yapo, na ndio maana mfumo huu akatuelekeza Mungu akasema, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya majaribu iliyo tayari kuijia ulimwengu wote kwa jaribu wakao juu ya nchi. Anasema kwa kuwa umelishika neno langu, kwa kuwa umelishika neno la Mungu, kafuata mfumo wangu, mimi nitakuokoa hata siku ya mwisho ambapo naijia ulimwengu huu kwa ajili ya kuangamiza. Duniani hapa hakuna starehe, hakuna raha, hakuna amani, hakuna furaha. Na ndio maana akasema katika kitabu cha Ufunuo Yohana ile 3:10 kwamba kwa kuwa umelishika neno la subira yangu, kwa kuwa umelishika neno, umeshika maagizo yangu, umeshika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda. Yani Mungu atakulinda utoke katika saa ya majaribu iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote kwa jaribu wakao juu ya nchi. Ukilishika maagizo ya Mungu, Mungu atakulinda hata siku ya mwisho ambao Mungu anaiandaa kuifuta dunia hii. Katika Ufunuo Yohana, ngapi kitabu cha Ufunuo Yohana ile 2:10. Ufunuo Yohana 2:10 anasema kwa hiyo mitihani, majaribu haya yapo katika dunia hii, katika kuwajaribu wanadamu ili kupata mitihani, misukosuko. Usiogope. Katika Ufunuo Yohana ile 2:10 anasema usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Kwamba huyo shetani atakutupa hata gerezani. Kina Petro, kina Paulo, kina Sila, kina mitume na manabii wakatupa kwenye mahakama, wakatupa magerezani. Akasema uwe mwaminifu. Katika ile kitabu hicho cha Ufunuo Yohana ile 2:10 anasema wewe kuwa mwaminifu, usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi, yani huyo shetani, atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Atakupa uzima wa milele. Marko ile 14:38 bado ametueleza kwamba Marko 10:38 shetani huwa anapenda kumshtaki Mungu kama hatuombe. Tukeshe tuombe kwa sababu tuko majaribuni. Kuomba maana yake kwamba unakuwa unamwelekeza shetani kwamba mimi niko upande wa Mungu. Sio kama Mungu anashindwa kukusaidia wewe. Katika kitabu angalia kitabu cha Marko ile 14:38 anasema, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho hii radhi ila mwili ni dhaifu. Wale wanafunzi wa Yesu, hata kipindi kile Yesu alipoondoka hapa duniani akawaambia mkeshe, msali kwa sababu saa imefika, mimi nahitaji kuondoka katika dunia hii. Kuomba ni muhimu. Fikiria jinsi gani wewe mwenyewe pale nyumbani kwako, wewe ni baba, mtoto wako hakuombi, yaani wewe unapenda ale vizuri, avae vizuri, asemi chochote.
yani amekaa tu. Sasa ukiona msaidia tu ndio kama vile unajipendekeza. Kwa hiyo Mungu anapenda kuomba. Kuomba maana yake kwamba ni upendo. Shetani unakuwa umemzuia, ndio maana muombe. Kipindi kile cha zamani cha kina Danieli, kipindi cha nyuma kule alikuwa naomba mara 3, asubuhi, mchana, jioni. Alipokuja Bwana Yesu akasema muombe bila kukoma, yani wakati wote inapokujia roho kuomba, wewe omba. Unapoomba maana kwamba unamuomba Mungu akupatie mahitaji kwenye shida, kwenye dhiki, wakati wote omba. Unapoomba unakuwa umemshitaki shetani. Shetani anakuwa amekosa nafasi. Na ndio maana anasema katika Marko 14:38, Marko 14:38, Marko 14:38 anasema kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho hii radhi ila mwili ni dhaifu. Huu mwili wetu huu unakuwa na udhaifu. Kwa mfano ukifika hata usiku unakuwa mzito kabisa, mwili unakuwa ni mzito kuomba. Kwa hiyo roho lakini natamani kumuomba Mungu ili uweze kufanikiwa, lakini roho hii radhi, mwili ni dhaifu. Angalia pia Wakorintho wa kwanza 10:13, Wakorintho wa kwanza 10:13, Wakorintho wa kwanza. Kwa hiyo ukiona majaribu ujue kwamba haya majaribu ni mitihani. Mitihani hiyo ni matatizo ambayo ni mtaji ambao wa kuweza kupata mambo mazuri. Huwezi kupata jambo lolote zuri bila misukosuko. Hata ukitafuta nafasi za kazi, kwa mfano mtu anatafuta urais, ubunge, unakuta tu anatafuta vyeo. Hata katika biashara zako mwanzo kunakuwa na ugumu, kunakuwa na majaribu, kunakuta kinaingia hiki, kinaingia hiki, wewe unapokuwa na kaza, wapi nimekosea? Ni wewe kaza tuelekebisha. Kwa hiyo kwa sababu unajua kwamba majaribu yapo. Majaribu haya sio kwa Mungu peke yake, hata katika biashara, katika kazi, katika serikali, katika jambo lolote lililoko katika dunia hii lina majaribu. Na ndio maana katika Wakorintho wa kwanza, angalia Wakorintho wa kwanza ile 10, Wakorintho wa kwanza 10:13, jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Majaribu yanapokuwa yametokea, jaribu halikutupata sisi, halijatupata sisi tu, limewapata toka wazee wetu wa zamani, kina Adamu, kina Nuhu, kina Musa, kina Elia. Sio la leo lakini Mungu ni mwaminifu, anatupatia njia pia ya kutokea. Na ndio maana katika hicho kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza 10:13 anasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Pamoja na majaribu, pamoja na matatizo, pamoja na mitihani, pamoja na misukosuko ya dunia hii, Mungu ni mwaminifu. Wewe vuta subira. Hata katika unakuta watu wanapambana na biashara, wanapambana na urais, wengine wanapambana waziri mkuu na ubunge. Pambana wewe. Pale unapokosea fanya marekebisho. Mungu ni mwaminifu, atakupa mbinu ya kuweza kufanikiwa, lakini pia atakupa ili uweze kustahimili mlango wa kutokea, ili muweze kusemea. Atakupatia na mlango, atakupatia na njia gani ambapo umekosea ili uweze kustahimili. Waebrania ile 4:14 mpaka 16. Angalia Waebrania ile 4:14 mpaka 16. Kwa majaribu haya hajatupata, hajaanza leo, yalianza toka kipindi kile cha nyuma. Waebrania 4:14 mpaka 16 nasema, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungano yetu, kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili
tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji, wakati wa shida. Leo hii tunaye kuhani, tunaye mwombezi, tunaye mtu anayeitwa Yesu, ambaye yeye aliingia katika mbingu, ndio mtetezi wetu. Tunapoona kuna matatizo, kuna shida, unasema Bwana Yesu nitetee, Bwana Yesu niokoe. Anasema katika kitabu hicho cha Waebrania, angalia Waebrania ile 4:14 mpaka 16, mamlaka yote ya duniani na mbinguni yako mikononi mwake, ndio mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Anasema katika Waebrania ile 4:14 mpaka 16, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, tunaye kuhani mkuu, tunaye mchungaji mkuu, tunaye mtume mkuu, tunaye kiongozi mkuu, tunaye Mungu mkuu, iwapo tunaye kuhani mkuu, Mungu mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungano yetu, tuyashike sana dhambi zetu, kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, kwa sababu yeye aliishi na sisi, anatujua wanadamu ya udhaifu wetu sisi, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi. Yani yeye Yesu pia anajua shida zetu, kwa sababu na yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji, wakati wa shida. Umekwama, endelea kusema Bwana Yesu nitetee, Bwana Yesu niokoe, Bwana Yesu nakuomba uwe pamoja na mimi. Na ndio maana katika Yeremia 1:19 Yeremia 1:18 mpaka 19, Yeremia 1:18 mpaka 19, anasema katika kitabu cha Yeremia, angalia Yeremia 1:18 mpaka 19. Yeremia 1:18 mpaka 19, anasema Yeremia 1:18 mpaka 19, anasema maana tazama, nimekufanya leo kuwa mji wenye boma na nguzo ya chuma na kuta za shaba juu ya nchi yote, juu ya wafalme wa Yuda na juu ya wakuu wake na juu ya makuhani wake na juu ya watu wa nchi hii. Nao watapigana nawe, watapigana na wewe, lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Anasema watapigana na wewe, maadui, wachawi, majini, mapepo, watu wabaya, majambazi, wezi, vibaka, watu wote ambao sio wema watapigana na wewe, lakini hawatakushinda, kwa sababu yeye yuko pamoja na wewe ili aweze kukuokoa. Hata Yeshua kipindi anakwenda kule Yeriko, kuzunguka mji wa Yeriko, Yesu akashuka jemedali kamanda, Yeshua anamuona kijana amevua shati, ameshika panga. Yoshua anamuona kijana ameshika panga. Yoshua akamfuata yule kijana ameshika panga, ametuna. Akasema, vipi, uko upande wetu au uko upande wa adui? Akasema, hapana, niko upande wako wewe. Jemedali anasema Mungu kwa kitabu cha Yeremia 18, Yeremia 1:18 mpaka 19, anasema maana yani Mungu anatuahidia neema kwamba sisi tuna ulinzi mkubwa, lakini wanadamu sisi tunajifanya dhaifu, hatuelewi. Anasema maana tazama, nimekufanya leo kuwa mji wenye boma na nguzo ya chuma na kuta za shaba juu ya nchi yote, juu ya wafalme wa Yuda na juu ya wakuu wake na juu ya makuhani wake na juu ya watu wa nchi hii. Nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe.
nani, kumbuka hata Elisha anakaa pale bondeni, alikuwa anakaa bondeni Elisha. Yule rais akasema, yule bwana anajua siri zako, mambo mengi anakuchafulia chafulia tu, mengine unafanya makosa, naeleza. Sasa nataka nimkamate, nimpoteze, nimuue. Rais akaenda kule na majeshi na kila kitu, hakumuona nani Elisha. Elisha akamuona pale, akasema mtafuta nani Elisha, ngoja niwapeleke. Yaani akawapiga upofu, wakawa hawaoni. Kwa Mungu anaweka ulinzi, na ndio maana Yeremia 33:1-3, angalia Yeremia 33:1-3, anasema Yeremia 33:1-3, anasema hivi, Yeremia 33 tena anasema tena neno la Bwana likamjia Yeremia mara ya pili, hapo alipokuwa ukali amefungwa katika uwanda wa walinzi, kusema, Bwana atatenda jambo hili. Bwana aliumbaye ili alithibitishe, Bwana ndilo jina lake, asema hivi, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Niite. Yeremia alipokuwa ametekwa, amefungwa gerezani, akasema, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoweza kuyajua. Tena neno katika Yeremia ile 33:1-3, Yeremia 33:1-3, tena neno la Bwana likamjia Yeremia mara ya pili, hapo alipokuwa akali amefungwa katika uwanda wa walinzi, kusema, Bwana alitendaye jambo hili, Bwana aliumbaye ili alithibitishe, Bwana ndilo jina lake, asema hivi, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoweza kuyajua. Yaani Mungu Bwana ukimwita anakuitikia, yuko karibu sana na wanadamu. Na ndio maana hata ukiangalia Paulo na Sila walipokuwa wamefungwa kule gerezani, wakaomba, wakafunga, wakaomba sana kule magerezani, milango ya gereza ikafunguka. Wewe milango imefungwa na minyororo, minyororo imefungwa kwenye milango ya gereza, imefungwa na minyororo kwenye milango ya gereza yote. Niite nami nitakuitikia. Kwa majaribu yanapotokea, wewe endelea kumuomba Mungu, pigana. Imetokea tuko kwa kina Paulo na Sila, Paulo na Sila wakaomba gereza, milango ya gereza yenyewe ikafunguka, ukuta wa Yeriko ukaanguka wote chini, kina Yoshua na wana wa Israeli wakauzunguka ule ukuta wa Yeriko mara 7. Ile siku ya 7 akazunguka mara 7 ukuta. Fikiria ukuta umejengwa na manondo, umejengwa, lakini ukuta wote ukaanguka chini. Daniel alitupwa kwenye shimo la simba. Daniel akatupwa kwenye shimo la simba. Simba wale walikuwa na njaa kali sana, lakini hakuweza hata kumlalua, hata kula nyama yake. Simba wana njaa, lakini Meshaki, Shadraka na Abednego wakatupwa kwenye moto mkali sana. Meshaki, Shadraka na Abednego wakatupwa kwenye moto mkali sana, lakini ule moto haukuweza kuwaramba, haukuweza kuwala. Wewe fikiria. Ndio maana Waebrania 1:7 anasema watumishi wa Mungu ni miale ya moto, ni moto. Katika kitabu cha Waebrania ile 1:7, Waebrania 1:7 anasema watumishi wa Mungu ni miale ya moto, ni moto. Watumishi wa Mungu ni moto, ni miale ya moto. Zaburi 34:7, Zaburi 34:7 sema, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Yaani malaika wa Mungu wanafanya kituo kwa wacha Mungu na kuwazungukia na kuwaokoa. Katika Zaburi, angalia Zaburi 34:7, Zaburi 34 Zaburi 34:7 sema, malaika wa Bwana, yaani malaika wa Mungu hufanya kituo, malaika wa Mungu hufanya kituo kwa wacha Mungu wakiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Na ndio maana Ufunuo Yohana 12:12 anasema, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa na wakati mchache tu. Tutamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu tetee. Kwa hiyo wakati huo ambapo Pastor Makerubi, Pastor Makerubi YouTube, unaweza uingia YouTube, andika Pastor Makerubi, ingia YouTube, andika
Pastor Makerubi, usiweke space, andika Pastor Makerubi, ujifunze juu ya majaribu. Majaribu ni mtaji, majaribu majaribu ni mitihani, matatizo ambayo yapo katika dunia hii. Unaweza ukachukua simu yako, kompyuta yako, ukawasha redio yako, ukaanza kuandika, ukaanza kurekodi, ukasikiliza taarifa hizi, ili wewe usije ukachanganyikiwa ukasema mbona haya yananipata mimi tu. Hapana, hayajakupata wewe tu, yalitokea toka kipindi kile cha kale, yalitokea toka kipindi kile cha zamani, na Mungu alisema katika neno lake. Kwa hiyo usichanganyikiwe rafiki yangu, endelea kujifunza na uweze kuandika. Andika kwamba majaribu, matatizo ni mitihani, wanaita changamoto. Majaribu haya ambayo tunasema ni changamoto, ni mitihani. Ndio maana tukuta haya matatizo ya afya ya akili, watu wenye matatizo ya afya ya akili. Yale matatizo ya afya ya akili, ufahamu wa akili, ni ugonjwa wa kishetani, ni majaribu ya kishetani tu. Lakini ukitumia dawa, ukaendelea kuwatibu wale watu, wanapona kabisa, wanakaa sawa. Hakuna mtu ambaye aliyochanganyikiwa katika dunia hii. Kwa majaribu, matatizo ni mitihani. Kwa hiyo andika Yakobo 4:7-8. Andika Yakobo 4:7-8. Majaribu, matatizo ni mitihani. Andika Yakobo 4:7-8. Andika Petro wa pili 2:9. Andika Yakobo 1:12-15. Yakobo 1:12-15. Andika Mathayo 10:22-23. Andika Mathayo 10:22-23. Andika Mathayo 10:28. Andika Mathayo 10:28. Andika Ufunuo 3:10. Andika Ufunuo 3:10. Andika Ufunuo 2:10. Andika Ufunuo 2:10. Andika Marko 14:38. Andika Marko 14:38. Andika Wakorintho wa kwanza 10:13. Wakorintho wa kwanza 10:13. Andika Waebrania 4:14-16. Andika Waebrania 4:14-16. Andika Yeremia 1:18-19. Andika Yeremia 1:18-19. Andika Yeremia 33:1-3. Paulo na Sila waliomba kule magerezani, magereza yote milango ikafunguka kabisa. Kwa hiyo uende ukajifunza habari hizo. Ni habari njema ambazo zitakusaidia wewe, na ndio maana tunakumbuka hata wazee wetu kina Daniel walitupa kwenye shimo la simba, lakini wale simba hawakuweza kuangata. Pia Meshaki, Shadraka na Abednego wakatupa kwenye moto, lakini ule moto haukuweza kuwadhuru. Na ndio maana Waebrania, andika Waebrania 1:7. Waebrania 1:7. Mungu anasema malaika wa Bwana katika Waebrania 1:7 anasema watumishi wa Mungu ni miale ya moto, ni moto. Katika Waebrania, andika Waebrania 1:7. Watumishi wa Mungu ni miale ya moto, ni moto. Katika Zaburi 34, andika Zaburi 34:7. Zaburi 34:7 anasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Yaani malaika wa Mwenyezi Mungu hufanya kituo wakiwazungukia wanadamu na kuwaokoa. Malaika wa Bwana wanafanya kituo kwa wanadamu na kuokoa. Ufunuo, angalia Ufunuo Yohana 12:12. Ufunuo Yohana 12:12. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Tutamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Bwana Yesu tutetee. Amina.